Kuna hadithi ya kijana mmoja anatambulika kwa jina la Ajay, mchizi anasemekana kwamba kitambo kile kipindi ambapo alipokuwepo chuo alikuwa na mpenzi anayetambulika kwa jina la Madhura, lakini mwanamke yule alimwacha Ajay na kwenda kuolewa na mwanaume mwingine. Sasa tokea kipindi hicho Ajay amekuwa ahmada mpaka hivi leo, haambiwi wala hasikii. Yeye bila Diagambe mambo yalikuwa hayaendi, lakini pia hata usingizi wenyewe kuupata ilikuwa tabu. Ajay alikuwa na mchizi wake anatambulika kwa jina la Lila, ni mwana ambaye huwa wanasapotiana katika mambo mbalimbali, lakini pia alikuwa anaishi na baba yake Ramchandra. Mzee alikuwa ni bubu. Siku moja akiwa anayumbayumba wakati wa jioni, anafika kitani kwao, anakuta kuna duka jipya la Gambe. Duka hili lilikuwa limeandikwa Madhura. Mwamba alimaindi sana, akaamua kupasua taa. Mlinzi akamtoa mbio ndani ya hili eneo, lakini pia Mwamba jina hili huwa linamchanganya sana. 19 itoshe bwana, endapo tu akipigiwa na namba mpya katika simu yake, basi yeye alikuwa anapagawa, kwani moja kwa moja alitambua ya kwamba huenda alikuwa ni Madhura. Leo akiwa kitaani bwana, anazuiliwa na mkono mmoja mzuri sana. Bimdada Angeli anamweleza mchizi, hebu piga mluzi niweze kuwazuia wale watoto, lakini Mwamba kwa bahati mbaya alikuwa hajui. Bimdada akampandisha na kumshusha kimtindo. Mchizi akajisikia noma. Baada ya kwenda kwa mchizi wake Lila akamwelezea, Lila akampatia filimbi. Ajay akaamua kufunga safari mpaka chuoni kwenda kumpatia Angeli na kumweleza kwamba siku nyingine asije akamsumbua kabisa kufanya vitu vya ajabu. Lakini wakati wa jioni, Bimdada kipindi ambacho alikuwa anarudi nyumbani, anafika mitaa fulani hivi ya kutisha kidogo. Bimdada akaamua kutoa ile filimbi na kupiga, kumbe mbele yake kulikuwa kuna wahuni. Akaamua kukimbia, kwani walidhani ya kwamba alikuwa ni maskari polisi. Bimdada akiwa hapa, Ajay anafika, wanaamua kuondoka huko akiwa anapiga stori 2-3, lakini Bimdada akawa anaponda sana watu ambao wanapenda kunywa Gambe. Anasema watu kama hawe bwana mara nyingi huwa hawajielewi, kwani huenda wakafanya vitu ambavyo sio vizuri. Stori zikiwa zinaendelea, Bimdada anashanga Ajay anatoa Gambe na kuanza kulipiga. Hakika alikimbia kwa uoga mkubwa, lakini toka siku hiyo Ajay pamoja na Angeli ushikaji wao kimtindo ukaanza taratibu. Wakawa ni watu ambao wanapiga mastori 2-3, lakini pia mchizi Gambe halikuweza kumtoka kinywani mwake. Na katika ile eneo jipya ambapo alikuwa anaenda sana kupiga Gambe, mmiliki wa hili eneo alikuwa anatambulika kwa jina la Anandi. Alikuwa anashangaa sana kijana mdogo kama huyu, kila saa yeye anakuwa yupo mtungi. Huo muda wa kufanya kazi anautoa wapi? Lakini vipi kuhusu future yake ikoje? Ushauri mchizi alikuwa anampatia tu kama mdogo wake, lakini kwa Ajay yeye alikuwa ni mbishi, kwani alikuwa anaamini sana kitu kinachoitwa Gambe. Angeli leo kipindi ambacho alipokuwepo shuleni anakutana na mbabe mmoja, anamvuta Bimdada, anamweleza kwamba hakika nimeweza kuvutiwa sana na wewe, hivyo ninahitaji niweze kukupiga busu. Bimdada akasema niambie jambo lolote naweza nikalifanya, lakini swala la busu kaka brother, hilo lipotezee. Mwamba akamweleza ninakupatia siku 2, nenda katafute hadithi inayohusu mapenzi ya Madhura pamoja na Ajay, lakini pia unieleze ni sababu gani iliyopelekea watu hawa wawili wakatengana. Hii ni hadithi ambayo ilikuwa inafahamika sana ndani ya hili eneo, na watu hawa wawili inasemekana alisoma ndani ya hiki chuo, lakini Bimdada hakuweza kufahamu hii hadithi kwani alikuwa ni mgeni. Lakini kipindi ambacho alikuwa anaondoka akirudi nyumbani, yeye pamoja na rafiki yake, baada ya kuangalia kwenye ukuta, anaona kuna maneno ya upendo baina ya Ajay pamoja na Madhura. Dada baada ya kuangalia vizuri akafanikiwa kuiona namba ya simu. Wakati wa jioni akaamua kupiga simu, inaita ya Ajay. Dada akafurahi sana baada ya kuona Ajay anazungumza akisema Madhura. Bimdada akapotezea na kulala, lakini alivyoamka asubuhi akashangaa sana, akakuta kuna missed call zaidi ya 100. Bimdada akaamua tena kumpigia Ajay, na yeye kwa kuwa alikuwa atambua kwamba mtu anayempigia ni Ajay, leo akapokea rafiki yake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Lila. Angeli akamwelezea shida yake. Lila akasema kwamba ni kweli mimi nina uwezo wa kukusaidia, lakini huyo mtu aliyekutuma, endapo nikikwambia ukweli mzima na wewe ukaenda kumwelezea, huenda akaanzisha vurugu zingine zisizokuwepo. Lila anafuata Ajay na kumweleza, mwanangu umepitiliza sana, yani wewe ukipigia tu na namba mpya unapiga missed call zaidi ya 100. Ajay anasema mimi nilifanya hivyo kwa sababu nilitambua huenda akawa ni Madhura alikuwa ananitafuta, na mara nyingi huwa natamani sana angalau kusikia sauti yake. Halo. Angeli baada ya kufika shuleni anakutana na wababe na kuwapatia hadithi ambayo ilikuwa ni ya uongo, lakini pia akawapatia kisa cha wao kuachana. Ni Madhura baada ya kumpenda mwanaume mwingine ambaye alikuwa na fedha. Tukio likapelekea waungwana kwanza kuchapisha maneno mabaya sana kuhusu Madhura na kusema ya kwamba yule Bimdada alikuwa ni tamaa, lakini pia alikuwa ni slay queen.
Ajay baada ya kuzipata hizi taarifa akawa anaipiga ile namba na kuelekea mpaka chuoni. Lengo lake ni kuweza kumfahamu bimdada aliyeeneza maneno ya uongo. Kipindi ambacho yeye alikuwa anahangaika kuipiga ile simu bimdada, ndipo akagundua ya kwamba kumbe Pendapenda mwenyewe ndio huyu ambaye huwa anakutana naye mara kwa mara. Ajay baada ya kutambua ya kwamba bimdada aliyesababisha haya yote alikuwa ni Angel bwana, akamkabia ukutani, lakini Lila akafika na kumzuia. Akiwa nyumbani, hakika alikuwa anajilaumu sana, anaona kitu alichokifanya sio sawasawa kabisa. Wakati wa asubuhi, Ajay anafika chuoni, anakuta bimdada ametafuta watu, amepiga rangi ukuta wote ambao watu walikuwa wameandika maneno mabaya kumuhusu Madhura. Kisha bimdada anamfuata Ajay na kumwomba msamaha. Ajay anakataa msamaha wa bimdada na kumweleza, hakika kwa ulichokifanya sitakaa ni kusahau hata siku moja. Lakini bimdada hakuishia hapo, akamtumia meseji za kutosha, na leo Ajay akamfuata bimdada na kumweleza, usinitumie tena meseji zako za kuomba msamaha. Dada anamweleza mchizi ya kwamba hakika wewe ni mwanaume wa ajabu sana. Kwanza umekataa kukubali msamaha wangu, sawa, haina shida, lakini kingine ninachokushangaa, inakuwaje kila namba mpya inayokupigia wewe unadhani ya kwamba huenda akawa ni Madhura? Kaka mzembe, jifunze kwanza kujikaza. Mwanamke alishaolewa na mwanaume mwingine. Hebu nawe fanya harakati za kuendelea na maisha yako mengine na kumsahau kabisa Madhura. Unajua wewe ni kijana mdogo, lakini pia unapendeza sana endapo usipotumia gambe. Halo, dada anamweleza mchizi ya kwamba leo wakati wa jioni, endapo usipotumia gambe, basi nitakupigia simu tupige stori 2-3. Ushikaji baina ya Madhura pamoja na mchizi ukaendelea kuwa mkubwa sana, na bimdada alikuwa na enjoy sana kampani ya Ajay. Leo wakati wa jioni akapatiwa lifti na Nandi. Njiani akawa anamweleza kwamba ana rafiki yake wa kike ambaye kwa sasa anapendana sana, lakini Ajay anasema huyu mwanamke kwa sasa atapata hasara kubwa, kwani yeye anadai ya kwamba katika maisha yake hatakuja kumwozesha mwanafamilia yake yoyote kwa mwanaume ambaye ni mlevi. Yaani yuko radhi aweze kumwozesha kwa mwanaume ambaye hana maisha hata kidogo, lakini asiwe anatumia gambe. Halo, Ajay akacheka sana maneno ya Nandi, lakini pia akaenda kumwelezea bimdada Anjali na kumweleza kwamba huyu jamaa hakika anaota akiwa anatembea. Mchizi anadai kwani dunia leo hakuna kijana ambaye hatumii gambe. Halo, huyu mwamba kweli kapotea. Anjali leo anakutana na yule mbabe wa chuo bwana, tena akaanza kumzingua mwamba anataka busu, lakini ghafla akafika mtaalamu wetu Ajay akawa anamsaidia bimdada kuweza kumtetea. Mbabe baada ya kuleta noma akachezea panchi ya tumbo, akaamua kuita machizi wake wa kutosha, lakini nyuma ya Ajay kulikuwa kuna wadada wa kutosha ambao mchizi alikuwa akawazingua mwanzoni, nao wakawa wanahitaji kuweza kuleta noma. Ajay akageuka akawaeleza, nyinyi jamani, nendeni tu mkaendelea na majukumu yenu mengine, hapa hakuna shida yoyote. Mbabe akamwita brother wake akidhani ya kwamba baada ya kufika hapa huenda akamsaidia. Mbabe baada ya kufika bwana, kumbe alikuwa anamfahamu Ajay vizuri. Hapa mbungi ikaanza kuweza kukimbizana, kwani huyu mbabe bwana inasemekana ya kwamba yeye ndio ilikuwa chanzo mpaka Ajay pamoja na Madhura kuweza kuachana. Ajay baada ya kumnasa mchizi anasema ya kwamba hakika mimi yale mambo naona kabisa nilifanya sahihi. Inakuwaje yule bimdada anikatae mimi na kukupenda mlugaluga kama wewe, kipindi ambacho kichapo kilikuwa kinaendelea. Anjali anafika hapa, Ajay akageuka na kumfuata bimdada akamtandika busu moja zuri sana, kisha akamgeukia mbabe na kumweleza, wewe kwa kuwa ulishazoea usinichi, basi nenda katafute wazazi wa huyu binti ukawaeleze kila kitu. Halo, Anjali anamfuata Ajay na kumweleza hajavutiwa kabisa na matendo yake, kwani anampigaje busu kizembe kama vile. Dada anasema alitegemea atapigwa busu moja zuri sana ambalo litamfanya alale usingizi fofofo. Halo, huyu dada ni wa Uswahilini kabisa. Ajay baada ya kusikia hivyo bwana akamvuta bimdada mtukate na kuweza kumtandika mate ya kutosha. Huu ndio ukawa mwanzo wa mapenzi yao, lakini pia haka ndiyo kakawa ni kamchezo. Si unajua tena bimdada ameshanogewa bwana. Ajay mpaka akafikia stage ya kumpeleka bimdada kwenda kumkutanisha na baba yake. Bimdada alifurahi sana, lakini siku moja wakiwa kwenye mapenzi ya hali ya juu, uso kwa uso wanakutana na Anandi. Kumbe Angeli bwana alikuwa ni mdogo wake na Anandi. Halo, dada akaondoka akiwa ni wabaridi kabisa, lakini Anandi naye alikuwa tayari alishavurugwa. Inakuwaje dada yake kipenzi aliyemsomesha kwa mateso mazito aje kuzaa mapenzini na mtu ambaye alikuwa ni wadia gambe? Mwamba alitokea kumnunia sana mdogo wake. Leo Angeli anamfuata kaka yake na kumwomba msamaha, lakini brother anamweleza dada yake kwa hiki alichokifanya hakika hajavutiwa nacho hata kidogo. Alitegemea dada yake atakuja kufanya vitu vya tofauti, lakini leo kuja kuzaa mapenzini na kijana kama yule ambaye hata kazi ya kueleweka hana. Yeye kila kukicha anaanza kupiga gambe na kwenda kulala kwa baba yake. Halo,
Ajay akamfuata Anandi kujaribu kuzungumza naye ili angalau aweze kuacha penzi lao liendelee kustawi, lakini Anandi anakataa kabisa penzi baina ya Ajay pamoja na dada yake. Anasema ya kwamba katika maisha yake haamini kabisa watu walevi, japokuwa biashara yake ndio hiyo, lakini watu hawa anasema ya kwamba hatoweza kabisa kuwaruhusu waisogelee familia yake. Hata hivyo anaendelea kumweleza Ajay, anamuomba sana amsaidie kwenda kuachana na dada yake. Watu hawa wawili badala ya kuachana, lakini wao penzi lao likazidi kuwa moto, tena wanakumbatiana kwa hisia kali. Halo, Anandi akaona usinitanie leo, akamfuata mchizi mmoja na kumlipa pesa, kisha akampatia kazi ya kwenda kutembeza kichapo kwa Ajay. Anandi anashangaa wakati wa jioni anamuona Ajay akiwa katulia zake upande wa nje ya nyumba yake. Mwamba akatoka na chupa ambayo ilikuwa ni ya gambe na kwenda kumpatia. Anamweleza, kijana wangu, pole sana, chukua hii gambe uende ukatulize mawazo, lakini mchizi anamweleza kwamba yule uliyemtuma mimi nimesimama, lakini yeye nimemwacha akiwa bado amelala. Halo, watu hao wawili Anandi badala ya kuweza kukwamisha penzi lao, lakini hapa alikuwa anaendelea kulichochea, kwani bimdada kwa sasa alikuwa haambiwi wala hasikii, yani penzi lao lilikuwa ni motomoto kwelikweli. Na kwa uzuri ni kwamba huyu jamaa alikuwa ni pendapenda. Halo, Anandi anasema ngoja nikazungumze na wazazi wa kijana, lakini baada ya kufika nyumbani anashangaa kumkuta baba yake na Ajay akiwa anaangalia TV huku akiwa anatoa ishara moja kwa moja, akajua ya kwamba mzee alikuwa hana uwezo wa kuzungumza. Anandi akaenda kupiga gambe vya kutosha. Ajay baada ya kufika hapa akawa anamwambia kwamba hakika na kutegemea katika maisha yake kama dada yake atakuja kumpenda cha pombe, lakini yeye anasema ya kwamba baba yake alikuwaga ni mtu wa gambe sana, na kila ambapo alikuwa akirudi nyumbani alikuwa anampiga sana mama yake, na hivyo toka kipindi hicho akaamini watu wote wanaopiga gambe huwa wanawapiga sana wake zao. Halo, mchizi leo alipiga gambe mpaka akawa chakali. Mwamba akaamua kumsaidia na kumrudisha mpaka nyumbani, lakini baada ya kufika bimdada, kipindi ambacho alikuwa anamlaza kaka yake vizuri, akawa anasikia brother anasema ya kwamba ninakuomba sana wachane na dada yangu. Dada akatoka akamfuata mchizi na kuanza kumvimbia kidhani ya kwamba huenda yeye ndio akawa ni chanzo mpaka kaka yake kaanza naye kupiga gambe. Halo, kitu hiki kikapelekea watu hawa wawili kuweza kugombana. Mwamba leo baada ya kwenda dukani kwenda kununua gambe, anaambiwa na mlinzi ya kwamba siku hii ya leo duka halitoweza kufunguliwa sababu Angeli leo anaenda kukutanishwa na mwanaume ambaye watafunga naye ndoa. Mwamba akaondoka mbio mbio mpaka nyumbani kwa kina Angeli. Baada ya kufika, ni kweli alimkuta yule mwanaume akiwa pamoja na wazazi wake, lakini muuni akaanza kuongea maneno ya ajabu ajabu. Anasema, Anandi, unafungaje duka la gambe kisa shughuli ya kifamilia? Halo, huyu jamaa alikuwa hana hekima kabisa. Kiufupi mzee wa gambe leo akaharibu shughuli nzima. Halo, hii ilikuwa ni noma sana wauni. Baada ya kuondoka, Anandi alivimba vya kutosha. Anamweleza mchizi, wewe unajidai mjanja sana, lakini leo ngoja nikupatie ushauri wa bure. Baba yako kisa tu hana uwezo wa kuzungumza, ndio maana unafanya mambo kama haya jinsi ambavyo unavyohitaji wewe, lakini mzee yule angekuwa na uwezo wa kuzungumza angesha kueleza kitambo sana wachane na maisha ya kupiga gambe kila siku na utumia muda wako mwingi pamoja na nguvu kutengeneza maisha yako yawe bora zaidi. Mwamba haya maneno alimchoma, akaondoka mbio. Baada ya kufika nyumbani akamkuta baba yake akiwa kalala, pozi la kutia huzuni sana. Halo, muuni hapa akaamua kubadilika. Asubuhi na mapema akaamua kuvaa nguo zake vizuri na kwenda ofisini kwenda kutafuta kazi, na kwa msaada wa Lila mchizi akafanikiwa kupata kazi. Halo, Ajay kwa sasa unaweza kusema ameanza kuwa ni kijana mzuri sana ambaye anaelewana vizuri sana na baba yake, lakini pia leo akaamua kumtengenezea kifaa kimoja ambacho endapo mzee akiwa akishika mkononi na yeye akizungumza kina vibrate, ikionyesha kwamba alikuwa anaitwa na kijana wake. Halo, lakini pia bila kusahau kifaa hiki bwana kilikuwa kina uwezo wa kurekodi sauti, yani endapo ukizungumza upo karibu yake na baadaye ukarudi ukamwita, basi kifaa hiki kilikuwa kina uwezo wa kuvibrate tena. Japo anafanya haya yote, Ajay hakuweza kabisa kumwacha mchizi wake Lila, lakini pia mchizi wake wa damu ambaye alikuwa ni gambe. Leo baada ya kupiga gambe vya kutosha anaachana na Lila, lakini upande wa pili baba yake kipindi ambacho alikuwa anarudi nyumbani usiku anakutana na yule mbabe, na baada ya kuweza kugundua kwamba huyu mzee ndio alikuwa baba yake na Ajay, mtu ambaye alikuwa na ugomvi naye, bwana anaamua kumtembezea kichapo cha kutosha. Ajay anapigiwa simu na watu wasiojulikana, wanamweleza kwamba baba yako amepata ajali, yupo hospitalini, lakini mchizi kwa kuwa gambe bado ilikuwa ipo kichwani mwake, bwana hakuweza kabisa kuelewa chochote. Hivyo hivyo akajikokota mpaka hospitalini, lakini daktari akamtimua kidhani ya kwamba huenda muuni akawa kapotea njia. Asubuhi na mapema akiwa kalala nje ya geti la hospitalini anakuja kuamshwa na Lila, anaelezwa kwamba baba yako yupo hoi. Baada ya kufika upande wa
ndani, hakika mwamba aliumia sana, akawa analia kwa huzuni kubwa. Baba baada ya kupata fahamu na kurudi nyumbani, akawa anajaribu kumweleza kijana wake ni kitu gani kilichomkuta, lakini si unajua tena ilikuwa ni lugha gonga na mzee alikuwa anaongea kwa ishara, hivyo muone hakufanikiwa kabisa kutambua ni watu gani ambao walimfanyia mabaya baba yake. Lakini leo kipindi ambapo alipokuwepo kitaani pamoja na bimdada Angel, baada ya kukutana na ule mbabe, kipindi ambacho ule mbabe alipozungumza, kile kifaa cha baba yake kwa kuwa alikuwa nacho mkononi kika vibrate moja kwa moja, Ajay akatambua huyu ndiye mtu ambaye alimfanyia mabaya baba yake. Ajay anamkimbiza mchizi. Hakika leo kitaani ilikuwa ni fujo kweli kweli, lakini pia baada ya kumnasa alitembeza kichapo cha kutosha na kufanikiwa kumfunga kamba. Haya yote Angel alikuwepo pembeni yake akishuhudia kila kitu. Anaendelea anamfuata tena dada yake, anamweleza ya kwamba achane kabisa na Ajay, lakini bimdada anamweleza kaka yake ya kwamba hakika hilo swala halitoweza kuwezekana kwa sababu kila kukicha penzi lake bado linazidi kuchanua. Halo, huyu bimdada bwana. Angel hakuishia hapo kumchana bradha wake, anaendelea kumweleza kwamba kuliko unitafutie mwanaume ambaye yeye unadhani ya kwamba atakuwa ni sahihi kwangu, ni bora nikaishi na Ajay, mwanaume ninayempenda, nitaweza kuvumilia mambo yote mabaya ambayo ataweza kutukuta maishani kuliko huyo mwanaume ambaye wewe kwako utamuona ni msafi. Halo, brother anamweleza dada yake ya kwamba nitakuruhusu kuolewa na Ajay endapo tu ataacha kunywa gambe. Halo, dada akamfuata Ajay na kumweleza, na mchizi akasema ya kwamba kwa sasa yupo tayari kuacha gambe ili aanze maisha mapya pamoja na bimdada Angel. Bwana, watu hawa wawili penzi lao linazidi kuchapua, lakini mimi ninasema ya kwamba bwana, gambe sio kitu kizuri, na endapo Ajay akiamua kuacha kweli, basi maisha yao yatakuwa bambamwe bwana. Hapa ndo nafika mwisho hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.